Naitwa Fatuma Alfani Saidi, mkazi wa Keko Mwanga B. Tulivyofika pale tulipokelewa kwanza na watu yani wamevaa tu mashati hivi yana msalaba. Tukaingia mpaka mle ndani. Tukaingia mpaka mle ndani. Tukakaa kwenye viti. Saa 4 hapa tumefika. Tumefika pale saa 4. Tunaona tu pale makwaya mpaka saa ngapi sio. Tukakaa. Kila tukiangalia muda tunaona muda unaenda. Kuna ndio kama alivyosema hapo, vikaja pale vyakula. Tukatembezwa ubwabwa, ndani kuna nyama. Hatukujua ni nyama nini wala nini. Tukapokea, tukaambia sisi wengine nini? Tumefunga. Akasema nyie mlofunga ikifika mida yenu mnafuturu. Haya. Tukakaa mara mgeni rasmi ndio huyo anakuja. Kaja mgeni rasmi hii kanisani tena anatuambia simameni tuombe. Tukaanza kuombewa mpaka wengine wenye majini wakaanza kupandisha. Wamepandisha pale, wakamaliza kaeni. Tunaona tena anasema hivi, bakuli hilo linalokuja hilo tieni swadaka. Hii watu hatuna hata hela. Sema wapo watu ambao washatoa hela. Walikopo nazo wakatoa hela, sisi wengine tena tumekaa kwenye viti tumesubiri. Tumekaa pale, akasema jamani mimi hapa na zawadi za kuwapa. Tumefika hapo saa 4 mpaka saa 1. Yani mpaka saa 12 hiyo. Haya tunaona tunapewa mchele kilo 1 na unga kilo 1. Yani mliambiwa huku kwamba viongozi hao wajumbe wa serikali ya mtaa walipowafuata waliwaambia kwamba mnaenda kushikwa mkono. Lakini mlipofika pale mkakaa mkakuta ni kwaya, mkakuta ni mambo ya kanisa na nini, alafu mmewekwa mpaka jioni kushikwa mkono kwenyewe ndio mkapewa mchele kilo 1 na unga kilo 1. Na bakuli la ubwabwa. Do. Yani mkubwa sana. Haya. Tukaa sasa tukiangalia muda sisi Waislamu tulofunga, muda si umetukutia mule. Ikatubidi tena sisi wenyewe ule huo ubwabu ambao hatujui hata ni nyama nini. Tukala tu hivyo hivyo. Mpaka pale muda ndo tukagaiwa mpaka mpaka saa 2. Kwenda tumeenda na gari kurudi na miguu. Yani waliwachukua kwa magari, wakati wa kurudi hata magari ya kuwarudisha hawakuleta. Sasa ndugu waumini, kama mlivyosikia mama zetu hawa wamejieleza, kaa tu hapo wamejieleza nini kilichotokea. Yani viongozi wa serikali ya mtaa hapo Keko waliwafuata kama mlivyosikia, wakawaeleza kwamba kuna mtu amejitokea anatoa misaada tena anatambulikana serikali na nini, wakaletewa magari. Kina mama wa Kiislamu wakajazana kwenye hayo magari. Kama mnavyojua hali zetu zilivyokuwa ngumu, na Waislamu ndo walikuwa wengi kuliko hata wasiokuwa Waislamu. Wakaelekea huko kwa ajili ya kupokea huo msaada. Lakini kama ambavyo walipofika ukumbini hawakukuta msaada. Wakakuta ni kwaya, jamaa kumbe katengeneza mpango tu huyo dada ili apate watu wana rekodi na nini. Zikapigwa kwaya pale kama kaida kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 2 usiku. Alafu msaada waliokuja kupewa kilo 1 ya mchele na kilo 1 ya unga na ubwabwa uliopikwa. Wakapewa kwenye sahani, haya wabebe waondoke. Na hata walipelekwa na magari lakini wakarudi kwa mguu. Na baada ya pale walisema wanaelekea wapi tena, hilo zoezi linaendelea wapi? Ilala. Walisema zoezi linaendelea Ilala. Manake baada ya Temeke program ya wale watu sasa inaelekea Ilala. Hii inaonesha kwamba program yao hawa watu inazunguka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, ndio maana leo tumewaita hawa kina mama kutoa tahadhari kwa umma wa Kiislamu na hata wasiokuwa Waislamu, wakijiwa na jambo lolote kama ambavyo tulivyoona katika aya ya Mwenyezi Mungu katika sura ya 49 aya nambari 6. Ukipata taarifa kwanza tuichunguze hiyo taarifa ina ukweli wa kiwango gani. Na hili jambo ni jambo baya sana kuwadanganya watu
wanatoka kina mama wengine wamekodi mpaka mapikipiki labda kufika katika hilo eneo mmekodi pikipiki. Sasa hebu fikiria kwamba wengine wameingia mpaka hasara, wanajua tunaenda kupata msaada, alafu wanafika kule hakuna cha msaada, kumbe wanaitiwa kwaya. Hatukatazi mtu kutangaza dini yake, kila mtu anayo haki ya kutangaza dini, lakini kwa nini basi usiwaambie watu ukweli kwamba jamani, kuna mkutano wa Injili unafanyika sehemu fulani. Hata hapa ametajwa Mwamposa, lakini Mwamposa anawatangazia watu kwamba jamani, kesho mimi nitakuwa na ibada ya kukanyaga mafuta. Kwa kama kuna Muislamu anakwenda, maana ameenda kwa hiari yake yeye mwenyewe.